We mjanja, utakufa. Yani you will die. Utapigwa risasi kwa sababu wewe ni hasara. Kutafuta hela ujui, ila unajua vurugu. Utapigwa risasi ili nchi ibaki na amani. Wakati mwingine amani hulindwa kwa risasi. Wale raia wema wote wataenda kutafuta hela, kutafuta maisha. Wewe si utaki amani? Kutwa kusikiliza kwa wale wahuni. Utakufa dogo, yani utakufa na tutakusahau. Hata mimi Mwandambo nikiingia kwenye vurugu nitakufa, kwa sababu risasi sasa haichagui Mwandambo, haichagui nani. Nachoka mimi, nachoka Clemence Mwandambo. Tuache tutafute hela bwana. Wakili msomi Peter Kibatala ameibuka na kuzungumzia juu ya kauli zilizotolewa na mtengeneza maudhui kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii Clemence Mwandambo siku chache zilizopita kufuatia kuwepo kwa kauli ambazo zinaashiria uwepo wa maandamano ya Sabasaba. Peter Kibatala ameliasa jeshi la polisi kuchukua hatua na kuwa litaendelea kupoteza uaminifu mbele ya umma iwapo halitachukua hatua za kisheria dhidi ya Clemence Mwandambo. Kibatala ametoa kauli hiyo kufuatia kusambaa kwa video mbalimbali za mzee Mwandambo katika mitandao ya kijamii zikimuonesha akiwa ameshika vifaa vinavyoonekana kama silaha za kuchezea matoi huku akitoa kauli za kimamlaka kupinga vurugu na maandamano nchini. Katika andiko lake lililojaa msisitizo mtandaoni, wakili Kibatala amelihoji jeshi hilo kigusia kauli za hivi karibuni za maafisa wa polisi kuhusu udhibiti wa vitendo vya namna hiyo, akidai kuwa kama ingekuwa ni upande mwingine hatua kali zingekuwa zimeshachukuliwa kwa haraka. Polisi msipomkamata na kumfikisha mahakamani mtu huyu, mtaendelea kupoteza zaidi uaminifu kwa umma. Si juzi tu afisa wenu alikuwa akizungumza kwa nguvu kuhusu jambo hili. Angekuwa ni Chadema, hiyo shughuli ya Sisti Nyahoza ingekuwa bize kutishia kusimamisha au mbaya zaidi, ameeleza Kibatala kupitia kurasa zake. Kibatala amemhusisha Sisti Nyahoza kwenye andiko hilo, akimaanisha kuwa namna mifumo inavyoweza kuchukua hatua za haraka na kutoa vitisho vya kusimamisha shughuli au hatua nyingine kali pale ambapo jambo linalofanana hilo linapohusishwa na vyama vya upinzani.